ya vitu ambavyo unataka vitokee havitaweza kutokea. Itakuwa rahisi, ndio maana nilikwambia ni rahisi kuwa mshirika wa dhehebu, lakini sio kuwa mshirika wa nafasi ya Mungu. Kuwa mshirika wa nafasi ya Mungu ni vitu viwili tofauti. Na ndio maana nasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Sasa kama huwezi kuhudhuria au huwezi kusogea mbele za Mungu kwa kiwango ambacho utaratibu wa dunia. Kuna utaratibu wa dunia na kuna utaratibu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale ambao hawakuwepo, nilizungumza kwenye kitabu kile cha Zaburi ya 101. Zaburi ya 101. Lakini nilizungumza kwenye kitabu kile, nitaanzia pale kwenye kitabu kile cha Yohana sura ya 3, sura ya 15. Nilizungumza vitu pale. Kuna vitu ambavyo Mungu alizungumza pale kwa ajili yako na kwa ajili yangu, kwa ajili ya nafasi yako na kwa ajili ya nafasi ya kwangu. Kwa hiyo kila mmoja usio kafikiri wewe unaposikia mimi sisikii, lazima na mimi nisikie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu kama mimi sijasikia, maana yake hiyo inakuwa ni shida, itatoa kwenye akili za kwangu. Kwa hiyo lazima pia mimi nisikie na wewe usikie. Sasa kwenye ile Zaburi ya 101 nilizungumza vitu ambavyo Mungu havitaki, vitu ambavyo vinaweza kukutupa nje, usiwe ndani yake wala usiishi ndani yake. Viko pale. Amezungumza vitu vingi, uongo, amezungumza namna ya kutokuwa mtii, namna ya kutokufanya, na namna ambavyo Mungu anaweza akakuadhibu ukawa adui yake, kwa sababu unaweza ukawa adui wa Mungu badala ya kuwa. Haraka nianzie mstari ule wa 3. Nisome haraka. Asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uache kufuatilia vitu vibaya. Kuna watu wanafuatilia sana vitu vibaya, na kuna watu wanavitafakari sana vitu vibaya, watafakari vyema. Hivyo vinakufanya usiishi ndani ya Kristo. Mungu ni Mungu anayetuwazia mema. Kwa hiyo ukiona unawaza sana mambo mabaya, ujue huwezi kukaa ndani ya Kristo, huwezi kukaa ndani ya Mungu aliye hai. Na ndio maana sema sitaweka mbele yangu macho yangu neno la uovu. Anasema kazi yao waliopotoka na ichukia. Lazima ujue kuichukia kazi za watu waovu. Anasema haitaambatana nami. Lazima usiruhusu mambo mabaya yasiambatane na wewe. Usiruhusu mawazo mabaya yapatane na wewe. Toka kwangu. Lazima uhakikishe ukaidi unakuwa haupo kwenye maisha yako. Huwezi kuishi ndani ya Kristo kama wewe una ukaidi ndani yako. Anasema lililo ovu sitalijua. Lazima ukatae kuyajua mambo maovu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana nilikwambia kwenye kitabu cha Mwanzo, Mungu anamwambia Adamu, nani amekwambia wewe kuwa uko uchi? Nani amekwambia kuwa uchi? Kwa nini? Kwa sababu Adamu baada ya kufanya jambo baya ndipo alitambua ya kuwa yuko uchi. Mungu hakutaka Adamu ajue kama kuna neno uchi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna baadhi ya mambo mabaya unayajua kwa sababu ya namna ambayo unasimama nayo, namna ambayo unatembea nayo, ya namna ambayo unaishi kwayo, ya namna ambayo unafanya kwayo. Sasa hivi ni moja ya vitu vinavyoweza kukuzuia usiishi ndani ya Kristo wala Kristo kuishi ndani yako. Alafu lazungumza mstari wa 5, anasema msisingiziane jirani yake na kwa siri. Amsingiziaye jirani yake kwa siri, huyo nitamharibu. Maana unakuwa adui wa Mungu. Yaani yule usingiziaji au kuongea maneno ambayo hayapo au kuwaza mawazo ambayo hayapo, wewe unakuwa adui wa Mungu. Maana unatupa nje. Mungu hawezi kuishi ndani yako wala wewe kuishi ndani yake. Ni vitu ambavyo vinakuweka nje. Anasema wenye macho ya kiburi na moyo wa majivuno. Lazima nikwambia, lazima uache majivuno, lazima uache moyo wa kiburi. Haijalishi uliyekutana naye amefanikiwa au hajafanikiwa, amesoma au hajasoma. Bwana Yesu asifiwe. Nilikwambia aliyefanikiwa yupo kwa ajili ambaye hajafanikiwa, na ambaye hajafanikiwa yupo kwa ajili ya aliyefanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaweza ukawa una uwezo wa kuwa na kampuni, lakini hiyo kampuni huwezi kufanya kazi wewe peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawa umesoma, lakini kama wote mmesomea kitu kimoja hauna utakayemsaidia. Lazima wewe ambaye hajasoma.
Lazima usiwe na majivuno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaona majumba yako usijivune. Kwa nini? Kwa sababu hizo nyumba huwezi ukalala vyumba vyote mwenyewe. Lazima awepo ambaye hajajenga. Kwa hiyo naye ni manufaa kwako. Kwa hiyo lazima uhakikishe unakuwa hauna majivuno kwenye eneo la kwako, kwenye nafasi ya kwako. Hauna majivuno kuona mwingine kuwa si kitu. Kila unayemuona duniani yeye ni bora. Bwana Yesu asifiwe. Kila unayemuona duniani yeye ni mpango wa Mungu kuwa hivyo. Na ndio maana kama asingekuwa hivyo, asingekuwa mfanyakazi wako. Kama asingekuwa hivyo, asingekuwa chini yako. Kama asingekuwa hivyo, asingeomba kibarua kwako. Kama asingekuwa hivyo, wewe usingemfundisha. Kama asingekuwa hivyo, asingekuja kuhitaji msaada kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakikisha unakuwa hauna moyo wa majivuno na kiburi kwenye nafasi yako ambayo Mungu amekupatia. Ndio maana pale amezungumza, anasema huyo nitamharibu, mwenye macho ya kiburi na moyo wa majivuno. Huyo sitavumilia naye. Maana yake Mungu ili akuvumilie, ili Mungu aendelee kuwa pamoja na wewe hata ukikosea, lazima uhakikishe kuna baadhi ya mambo unaachana naye, kwa sababu Mungu hawezi kuishi na wewe. Mstari wa 6 anasema macho yangu yatawaelekea uaminifu katika nchi, hao wakae nami katika nchi, ili hao wakae nami. Na ndio maana nilikwambia kama wewe sio mwaminifu, usitegemee Mungu kukaa ndani yako, kwa sababu uaminifu ndio unaomleta Mungu ndani yako. Uaminifu ndio unamfanya Mungu aishi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Udhaifu wa Mkristo yeyote ni kutokuwa mwaminifu. Ile hali ya kukosa uaminifu kwa Mungu ndio inayofanya uweze kuwa dhaifu. Kwa nini? Kwa sababu wewe si mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana una alama za shetani ambaye alikataa uaminifu wa Mungu. Ukiona wewe sio mwaminifu, ile kuna alama za shetani ambazo zinamfanya Mungu asiwe sehemu yako. Asiwe sehemu ya maisha yako. Asiwe sehemu ya nafasi yako. Asiwe sehemu ya uhuru wako. Asiwe sehemu ya kile unachokiamua. Sasa kukosa uaminifu ni eneo linalomfanya Mungu asiishi ndani yako wala wewe kuishi ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyu mwingine akianguka, Mungu hawezi kumvumilia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu sio mwaminifu. Kwa nini? Kwa sababu asimami katika kweli. Kwa nini? Kwa sababu asimami katika haki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hivyo ni vitu ambavyo vinafanya Mungu asiishi ndani yako. Hivyo ni vitu ambavyo vinafanya watu wengi Mungu asiishi ndani yao, wala asiseme nao, wala usijue kinachoendelea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Juzi nilikuwa nimelala huko ndani, naendelea kumuuliza Mungu kwa habari ya vitu ambavyo ninapaswa kuvifanya ndani ya mwezi huu kwa watu kabla mwezi huu haujakamilika. Wakati naendelea kuomba, Roho Mungu akanipeleka, watu wamekaa kikao, wanajadili. Wanasema auche ni Bwana. Auche ni, unajua ni mchawi yule. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wamekaa wanajadili kwenye kikao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ikabidi nianze kumuuliza Mungu, kwa nini hali hii ilipotea? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini hali hii ilipungua? Nilijikuta natakiwa nianze kuomba toba upya kama mtu ambaye hajaokoka. Natakiwa nianze kuomba toba upya kama mtu ambaye hajaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kuna baadhi ya vitu ukivifanya, kuna vitu unapoteza, au kuna vitu vitanyamaza, haviwezi kufanya kazi ndani yako. Kuna baadhi ya vitu ukiviwaza sana, haviwezi kufanya, vinazuia vitu vya Mungu visifanye kazi ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima uhakikishe unasimama sawa sawa. Nilisema napita kidogo sasa, naona naanza kusema kwenye haya maneno. Mstari wa 6 anasema macho yangu yatawaelekea uaminifu katika nchi, ndani ya nchi, hao wakae nami. Yeye aendaye katika anasema yeye aendaye katika nchi ya kamilifu, yeye aendaye katika nchi ya kamilifu ndiye atakayenitumikia. Yeye aendaye katika nchi ya timilifu ndiye atakayenitumikia. Maana timilifu ni nchi iliyotimia, ni ya Mungu peke yake. Mawazo yaliyotimia ni ya Mungu peke yake. Kwa hiyo ukiona ufuatani na mawazo ya Mungu, hauwezi kuwa mtumishi wa Mungu.
utakuwa mtumishi wa mchungaji, utakuwa mtumishi wa kanisa. Na ndio maana kuna watu ni watumishi wa dhehebu, sio watumishi wa Mungu. Kuna watu ni watumishi wa wachungaji, sio watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hakuna bosi asiyesema na mfanyakazi wake. Hakuna bosi asiyemwendesha mfanyakazi wake. Hakuna bosi asiyemwekea ratiba mfanyakazi wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hasa unaweza ukawa mtumishi wa dhehebu, unaweza ukawa mtumishi wa dini. Ndio maana unapokosa uaminifu, unapokosa kufuata yale ambayo Mungu anasema, manake unazuia ili Mungu asisimame pamoja na wewe, ili Mungu asitembee pamoja na wewe, ili Mungu asiseme, asikuwekea utaratibu wa yale yatakayofaa, wa yale ambayo unapaswa kufanya, wa yale unapaswa kutembea nayo. Ndio maana unapokosa uaminifu, unapokosa unyenyekevu, huwezi kupita kwenye njia ya Bwana, huwezi kutembea kwenye nafasi ya Bwana, huwezi kuishi ndani ya Bwana. Anaishi ndani ya Bwana ni yule anayepokea anayetoka kwa Bwana. Anaishi ndani ya Bwana ni yule anayeishi anayetoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huwezi kuishi yale ambayo Mungu anasema. Wewe ni mshirika wa dhehebu. Na mshirika wa dhehebu yeye kila siku utasikia mara leo kiuno, tondogo mgongo. Mara kuna wachawi. Mara sijui kuna watu wananiangalia majicho mabaya. Sasa waache na majicho yao. Kama wewe jicho lako zuri, baki na jicho lako zuri. Wananisemea maneno mabaya, kama wanakusemea waache na maneno yao. Kwa sababu Biblia inasema waovu watajivika uovu wao. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama watasema, lakini ule uovu utakuwa wa kwao, hautakuwa wa kwako. Hata kama watakulaani, ile laana itakuwa ya kwao, haitakuwa ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema naye kuwazia mabaya atamrudia. Kazi yako ni kutembea kwenye njia za Bwana. Ukiona waovu wanatamka mambo yanakupata, umepita kwenye njia zao, umepita kwenye ufahamu wao, umepita kwenye uelewa wao, umepita kwenye maneno yao. Ndio maana wanaposema ya kwao, hakikisha wao unasema ya Bwana. Wanapoishi ya kwao, wao unaishi ya Bwana. Wanapotembea kwenye njia za kwao, wao wanatembea kwenye njia za Bwana. Yesu asifiwe. Haleluya. Wao hawezi kukusumbua kama hujakanyaga njia zao, kama hujasema ya kwao, kama hujaishi ya kwao. Ikiwa wao unaishi cha Bwana, lazima uelewe hakuna tatu kinachoweza kukuzuia. Hakuna tatu kinachoweza kukufanya wewe kuwa taifa. Mungu wetu ni zaidi. 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 Sasa waseme wanatosema. Hakiwezi kuweza kwako, hakiwezi kutimia kwako, kwa sababu wasio maisha yao, wasio ufahamu wao, ni ufahamu wa Bwana, wasio mkono wao, ni mkono wa Bwana, wasio sura yao, ni sura ya Bwana, wasio mfano wao, ni mfano wa Bwana. Ndio ile juu yako kwa jina la Yesu. Ndio maana hapo Yesu anasema macho yangu atawawekea wakamilifu na waaminifu, ili wao watakaokaa katika nchi, sio mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama unasubiri kukutana na neema ya Mungu ukiwa mbinguni, pole. Kwa sababu neema ya Mungu lazima ukutane nayo ukiwa hapa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna Mungu lazima ukutane nayo ukiwa hapa. Jesus. Baraka za Mungu ukutane nazo ukiwa hapa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama unasubiri siku ya mwisho, pole. Yesu hakuja kujitesa bure, alisubiri akakuokoa kwenye lile lango. Lakini alikuja aliumia ili kwa sababu kuna watu wanataka waishi salama. Kuna watu walitaka wafanikiwe. Kuna watu walitaka wasilie. Kuna watu walitaka wasihuzunike. Kuna watu walitaka wawe yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu kaishi ndani ya Kristo. Kama unaenda kwa mipango yako, unakaa kwenye nafasi ya Mungu, unaweka mipango. Pole. Huwezi kukaa kwenye nafasi ya Mungu afu ukaweka mipango. Ukienda mbele za Bwana unapangiwa. Huwezi ukaenda kwenye nyumba ya mtu ukaweka utaratibu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Ukishakuwa kwa Bwana, subiri kupangiwa utaratibu. Yes. Namna ya kuishi, namna ya kutembea, yes, namna ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Na ndio maana kwa Mungu unapangiwa hata mavazi.
Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna vitu unapangiwa kusema, kuna vitu unapangiwa kushiriki, kuna vitu unapangiwa kuvifanya. Haufanyi kwa sababu unataka, unafanya kwa sababu yeye aliyeko ndani yako anataka. Unatenda kwa sababu yeye aliyeko ndani yako anataka utende. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usikae kama mtu wa dini. Watu wa dini ndio wanaishi hivyo. Watu wa dini wanaishi kwa liturujia. Watu wa dini wanaishi kwa utaratibu fulani ambao upo kwa wakati huo. Lakini watu wa Mungu wanapangiwa na Mungu. Watu wa Mungu wanasikia kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ndio maana lazima uwe makini sana. Unapotaka Mungu aishi ndani yako, lazima wewe uwe chini. Yeye awe baba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye awe Mungu, wewe mwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Angalia pale mbele. Anasema hao wakai nami. Yeye aendaye katika njia ya ukamilifu ndiye atakayenitumikia. Aendaye katika njia ya ukamilifu ndiye atakayenitumikia. Anasema hatakaa ndani ya nyumba yangu mtu atendaye hila. Na ndio maana nilikwambia usitende kwa hila. Nilikwambia hila ni jambo ambalo linawaumiza wengine. Hila ni jambo ambalo unajua kuna mwingine atalia baada ya wewe kufanya jambo hilo. Baada ya wewe kutenda hilo, usiwe mtu wa hila. Hila ni kumtegea mwingine mtego au kuchukua cha kwake. Na ndio maana nilikwambia kwenye kitabu kile cha Mwanzo, wakati mzee Isaka anamwambia Esau, ndugu yako alikuja kwa hila akachukua mbaraka wa kwako. Hila ni kuchukua kitu cha mwingine pasipo ridhaa yake. Pasipo ridhaa yake. Unachukua kitu ambacho unajua mwishoni angekihitaji. Unachukua kitu ambacho unajua baadaye angekihitaji. Unaishi kwa hila. Usije ukafanya hivyo, kwa sababu unakuwa mtu wa hila. Hauna sifa za Mungu kutembea na wewe. Hauna sifa za Mungu kukaa na wewe. Hauna sifa za Mungu kukukubali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakikisha haui mtu wa hila. Yes. Haui mtu wa hila kumuumiza mtu mwingine. Amen. Kumfanya mwingine aliyekisha hajui. Visikilize, Yakobo alichukua mbaraka wa Esau akiwa hajui. Japo ulikuwa ni mpango wa Mungu, lakini kilichofanyika ni namna ya hila. Kutokuelewa kwake, kutokujua kwake. Na ndio maana shetani anatumia hila. Yale usiyoyajua ndio anayoyafanya. Yale usiyoyaelewa yeye ndio anachukua. Wanafanya kile usichokijua yeye ndio anachukua. Na ndio maana kuna tabia zingine zinampa ruhusa na kuiba nyota, na kuiba baraka zako, na kuiba kibali chako. Kwa sababu haujui unaibiwa. Ajui anachokifanya, anaitumia ile hila kuchukua cha kwako. Kwa sababu haujui, kwa sababu hauelewi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu anaelewa katika jina. Amen. Atakayejua katika jina. Amen. Atakayejua katika jina. Amen. Mungu hakai na mtu mwenye hila. Jesus. Ndio maana wana Mungu mkikaa hivi lazima mkae kama familia. Yes. Lazima mkae kama familia. Unapogundua kuna mwenzako anaweza kupata madhara, fanya haraka kumsaidia. Akaidi yeye, akataa yeye. Fanya haraka kusema naye kabla hajapotea. Fanya haraka kusema naye kabla hajaibiwa. Fanya haraka kusema naye kabla lile linalokusudiwa kutokea halijatokea. Usinyamaze mpaka litokea kwanza useme mimi nilijua. Mimi ukija kwangu sema nilijua na kukaandika na kofu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kama unajua unashuhudiaje uovu utoke? Yes. Kama unajua umekususu, umeachaje mpaka mabaya atoke na useme? Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes. Hakikisha haui mtu wa hila kwenye nafasi yako. Jesus. Na ndio maana hakikisha hawachukii watu waliokuumiza. Yes. Ulisema hakikisha watu waliokuumiza huwachukii. Yes. Unawawazia mema. Yes. Na kwa hiyo siku moja watakuwa watu safi. Na kuwatengeneza watu hawa. Yes. Maandiko yanasema ombeni adui zenu kwa kuwa mtakuwa mnawapalia makaa ya moto kichwani. Yes. Maana utakuwa unateketeza ule uovu. Utakuwa unateketeza yale mabaya. Utakuwa unaangamiza yale mawazo mabaya. Akija kwako anakutana na mawazo mema. Yale mawazo mabaya yanakufa. Akija kwako anakutana na mtazamo mzuri. Ule mtazamo mbaya unapotea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikiliza, wale askari waliotumwa kwenda kumkamata Yesu. Maandiko yanasema walipoenda, walipomkuta, maandiko yanasema walipomsikia, wakarudi kwa wakuu wa makuhani. Wakamwambia,
sheria kuhusu kumkamata mtu bila kumsikiliza. Andiko linasema nakwambia sheria inaruhusu kumkamata mtu pasipo kumsikiliza. Hatujapata kuona mtu anayenena kama yule. Watu wale sio kama hawakupewa agizo, walipewa agizo. Ile agizo ilikuwa imebeba ubaya, ile agizo ilikuwa imebeba uovu. Walipomsikia Yesu, ile uovu ukafanya ubaya. Bwana simame juu. Kila kilichokuwa hapo kwenye maisha yako ikafe kwa jina la Yesu. Ondoke kwa jina la Yesu. Ondoke kwa jina la Yesu. Ndio maana kanisa lazima uwe makini kwenye nafasi yako. Unachofanya kinakuletea faida, unachofanya kinakuua au kinakutengeneza, kinakukomoa au kinakuunga, kinakukomoa au kinakujenga. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Ndio maana nyingi nasema kuna watu wengine hawajaroga, wamejiroga wenyewe. Kuna watu wengine hakuna uchawi, ila wao ndio wachawi wa maisha yao, wao ndio wachawi wa biashara zao, wao ndio wachawi wa ndoa zao. Unaweza kukuta mtu kwenye ndoa, baba akisema naye anasema, baba akipaza sauti naye amepaza. Ukipiga makofi unaomba mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Andiko linasema jawabu la upole ukeuza hasira. Kwa umekosa majibu ya upole umesababisha hasira. Na hasira akiwa kwenye hali gani? Akiwa na akili au akiwa mpumbavu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana kuna dhambi, kuna makosa, kuna uovu. Yes. Hivi vitu viwili tofauti. Na toba yake iko tofauti. Huwezi kuwafananisha watu hawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wana wa Mungu wanatakiwa kuwa na akili zaidi ya watu wa duniani. Na neno la Mungu ndio akili za kwako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna kitu kingine. Kuna kitu kingine anachokisema. Mstari wa 7 anasema, hata kaa ndani ya nyumba yangu mtu atendaye kwa hila, asemaye uongo, hatathibitika mbele ya macho yangu. Angalia, hata kaa ndani ya nyumba yangu mtu atendaye kwa hila, au atendaye maovu, au asemaye uongo. Huwezi kukaa kwenye nafasi ya Mungu. Ndio maana nilisema ni rahisi kuwepo kanisa, ni rahisi kuwepo na mchungaji wako, ni rahisi kuwepo na wapendwa wenzako, lakini sio kuwepo na Mungu. Kwa sababu yako mambo yanakutupa nje na kusudio la Mungu. Na ndio maana kuna baadhi ya vitu vingine lazima ujitathmini. Unapotaka Mungu akae na wewe, okay, kuna vitu umeviacha. Je, wewe ni mwaminifu? Wewe ni mtii? Je, hautendi kwa hila? Hautendi kwa chuki, kwa kumkomesha mwingine au kwa kumfanya mwingine alie? Na kama unafanya kwa kumfanya mwingine alie, kuna mambo umefeli. Na ndio maana amezungumza hapo. Anazungumza asema, hata kaa ndani ya nyumba yangu mtu atendaye kwa hila. Ndani ya nyumba ya Mungu anasema asemaye uongo hatathibitika mbele ya macho yangu. Anasema hatathibitika. Hatathibitika maana yake hauwezi kuaminika. Na unachokisema hakiwezi kutokea. Na unachokifanya hakiwezi kutimia. Na ndio maana unaweza ukawa una ndoto za kusema kuna mzungu siku moja atakudondosha briefcase la pesa. Au siku moja utaamka huko mbele huko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini? Hizo ni ndoto. Kuna vitu haviwezi kutokea kama usipokaa na Mungu. Amen. Usiporuhusu Mungu, usiporuhusu nafasi yako kuishi ndani ya nafasi ya Mungu, ufahamu wako kuishi ndani ya ufahamu wa Mungu, nafsi yako kuishi ndani ya nafsi ya Mungu, kuna vitu haviwezi kutokea. Ndio maana nasema hata kaa ndani yangu. Hata kaa ndani yangu. Akumbe Mungu ana nyumba ya kwake. Kumbe Mungu ana nafasi ya kwake. Anasema mtu, sio watu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nilisema kwenye nafasi yako usije ukaangalia watu. Angalia wewe. Kwa sababu Mungu anatafuta mtu atakayesimama mahali palipobomoka. Unapotaka kuishi ndani yake, usianze kuangalia wengine wanafanya nini, wengine wanatenda nini, wengine wanawaza nini. Acha wawaza wanachowaza. Acha watende kwa kiwango wanachotenda.
utatenda na wewe kwa kiwango unachopaswa kutenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa sababu ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Jesus. Kwa hiyo kama kuna wenye nguvu, manake wapo walio dhaifu. Amen. Manake wewe ukiwa dhaifu, hata hapa ndani tunakuacha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa sababu Mungu inahitaji nguvu. Yes. Haitaji watu dhaifu. Amen. Watu watakaoamua wakaiambia biashara, tulia kidogo na kuja. Naenda kwa baba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Nenda kwa mkuu wako aliyekufanya wewe biashara uwepo. Nenda kwa mkuu wako aliyefanya wewe nyanya uwepo. Yes. Nenda kwa mkuu wako aliyefanya wewe kitimoto uwepo. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Ukiona hauna nguvu ya kukiamilisha unachokifanya, Yes. wewe ni dhaifu, kitakuendesha. Amen. Hautakufa kwa sababu kuna mashetani. Utakufa kwa sababu unaendeshwa na ulicho nacho. Amen. Unatawaliwa na ulicho nacho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa unapotea sio kwa sababu umerogwa. Kwa sababu ulicho nacho kinakuendesha, Yes. kinakutumikisha, kinakutenganisha na Mungu wako. Ndio maana lazima uweze kuwa na nguvu ya kuisomesha ofisi yako. Wala kushinda watoto wa mambo ukifika saa 7 getting car. Ukimwambia nihudumie na kwambia muda wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wako tayari kuacha kazi zao kwa ajili ya Mungu wao. Amen. Wako tayari kuacha nafasi zao kwa ajili ya Mungu wao. Wako tayari kuacha vitu wanavyohisi ni vya faida kwa ajili ya Mungu wao. Kwa nini? Wanajua ya kuwa Mungu ni zaidi ya faida wanayopata. Mungu zaidi ya kipato utakachokipata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hicho utakachokipata kinatoka kwake. Sasa shughulika na anayeleta utakachokipata. Shughulika na anayeleta hicho unachokitafuta, hicho unachokipenda. Kama si yeye usingekipenda, kwa sababu usingekiona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana kuna wakati mwingine tunapenda vitu ambavyo vimetengenezwa, lakini hatumpendi aliyetengeneza. Yes. Yaani tunakataa chanzo. Yaani ni sawa na kufurahia maji, unazima chemichemi inayotengeneza maji, ukitegemea kesho utachota. Amen. Unaweza ukaishia kuchota hayo, ukirudi unakuta pakavu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Na ndio maana anasema mtu atendaye hila, asemaye uongo hata thibitika mbele ya macho yangu. Anasema asubuhi hata asubuhi nitawaharibu wabaya wote wa nchi. Niwatenge wote watendao uovu na mchi wa Bwana. Wanatengwa na mchi wa Bwana. Hao hawaruhusiwi kuishi kwenye nafasi ya Mungu. Sasa kanisa umeitwa kuketi kwenye nafasi ya Mungu, ambapo lazima pia uweze kuwa makini kwenye nafasi yako. Lazima pia uweze kuwa makini kwenye neema uliyopewa. Neema hii tumepewa. Ndio maana Yesu anasema si ninyi mlionichagua, bali ni mimi niliyowachagua ninyi. Amen. Si ninyi mlionichagua, bali ni mimi niliyowachagua ninyi. Sasa kama unajua umechaguliwa, lazima ujipendekeze kwa aliyekuchagua. Amen. Kama hutajipendekeza kwa aliyekuchagua, unaweza ukafutwa kibarua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ukigundua wewe mshirika wa Jumapili kwenda kuhusu hivyo vitu hivi ambavyo unapaswa pia kuwa navyo. Na ndio maana nilisema ninyi ambao mfiki kwenye ibada, unajua mnaturudisha nyuma. Unaweza ukaona tamani kuendelea mbele, lakini unakuta kuna mwingine amebaki. Kwa unaanza kuwatafuta hao waliopotea, unawaacha hao wengine badala ya kuendelea na safari. Nisikilize, akina Miriam walisababisha safari isimame kwa siku saba. Sasa niangalie usije ukafanana na akina Miriam. Akueleza ukweli, Bwana sikuogopi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walisababisha safari baada ya wana wa Israeli kuendelea. Wakajikuta wanarudi, wanasimama. Wanasubiri siku saba watakasike kwanza. Badala safari iendelee. Kwa hiyo ukiona wewe sio mhudhuriaji wa ibada, maana kuna safari unazuia. Amen. Kwa sababu kuna vitu ambavyo Mungu alitapaswa kuendelea kusema vitu vipya. Unafanya sasa. Kuna marudio ili kwenda pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ukichelewa kutoka baba nani baada tumechelewa kutoka. Tukikwambia ukiingia muda ni jua muda wote wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama una ratiba zako za kazi, una ratiba zako za vikoba, niambie kikoba tulia. Amen. Amen. Una ratiba zako za kazi, una ratiba zako za kikoba, kiambie kikoba tulia.
Yes. Tulia kwa Bwana. Kwa Bwana. Bosi wako lipo na bosi. Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaanza una haraka, unaangalia kasaa kako katakupelekesha. Amen. Yaani badala kupelekeshwa na Mungu utapelekeshwa na hapo kasaa kako. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini? Kwa sababu unamilikiwa na hapo kasaa. Na ndio maana si tuliokoka tuna muda wa kuiba bosi wa Mungu. Haiwezi kumpangia muda Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo hakikisha unajiweka sawa sawa. Fungua Biblia yako nianzie pale. Yohana 15. Yohana 15. Nazungumza kwa habari ya kuwa na roho wa Mungu au ndani ya Kristo. Yohana 15. Jumatano tulikuwa na somo zuri sana. Inawezekana nikamalizia hapo hapo walipofundisha mtumishi wa Mungu. Tulikuwa na somo zuri sana Jumatano. Sasa wewe ambaye kuwepo basi umetengwa, sijui umepotelewa, sijui waulize wenzako tulijifunza nini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Yohana 15 anasema mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Na kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizao ulisafisha ili lizidi kuzaa. Angalia, mimi ndimi mzabibu, yeye ndiye na sisi ni matawi. Anasema kila tawi ndani yangu, sio nje. Maana ndani ya mpango wake, ndani ya mawazo yake. Usipokaa kwenye mawazo ya Mungu hauwi tawi la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anasema kila tawi ndani yangu lizaa ulisafisha ili lizidi kuzaa, na lile lisilozaa ulikata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Sasa uzao ni matendo sasa. Maana yake ukikaa ndani ya Kristo ukawa hauna matendo, maana yake hauna matunda. Matunda ya wokovu wako ni utii. Matunda ya wokovu wako ni unyenyekevu. Matunda ya wokovu wako ni upendo. Matunda ya wokovu wako ni utu wema. Matunda ya wokovu wako ni fadhili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma kwenye ile Wagalatia anasema basi tunda la Roho, unaweza ukasoma kwa muda wako. Bwana Yesu asifiwe. Matunda ni uvumilivu pia. Baadhi ya vitu lazima uvumilie. Ukiona ndani yako hakuna matunda, manake uvumilivu, utii, unyenyekevu na baadhi ya vitu vingine na utu wema, manake unaweza ukakatwa. Na ndio maana nasema mimi ndimi mzabibu na ninyi ni matawi. Kila tawi ndani yangu lizaalo ulisafisha ili lizidi kuzaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mstari wa 3 anasema ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Ukiona mtu anakataa mafundisho, hataki kuwa safi, anataka kuwa mchafu. Ukiona mtu anajitenga na mafundisho, maana yupo tayari kuwa mchafu. Yuko tayari kutolewa kasoro. Yuko tayari kuharibiwa. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu linapopita linakufanya wewe kuwa safi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuwa safi kwa ajili ya Bwana. Kuwa safi kwa ajili ya mume. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama wewe angalia binti anayetarajia kuolewa, anaoga mara mbili. Akitoka anajiangalia mara tatu, wapi nimechafuka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akitembea hivi anajiangalia kama ana kioo chake, anajiangalia kwanza, napendeza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapenda wajui kujiangalia kama wanapendeza kwa Bwana. Yes. Hiyo ndio shida. Ni rahisi kujipamba kwa ajili ya mwanaume ambako kakilala tu kakihema harufu inatoka inanuka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mwenye harufu inatoka inanuka. Hata kama alioga, hata kama alipiga mswaki, hata kama alipulizia perfume, lakini kuna muda akihema utakuta harufu mbaya inatoka. Bwana Yesu asifiwe. Unajipamba kwa ajili ya huyo, unajipamba kwa ajili ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ukisimama hivi unajikagua, niko sawa sawa. Sijasema uongo leo, sijatenda kwa hila leo, sijatenda kwa chuki leo, sijaamua vibaya leo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Nasema ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya neno nililowaambia. Yes. Unaposikia neno kwa Bwana, neno linaondoa uchafu, neno linakufua, neno linakusafisha, neno linakung'arisha. Maneno haya Bwana kung'arisha kwa jina la Yesu. Bwana kung'arisha kwa neno lake katika jina la Yesu. Bwana alikuachi na kasoro. Neno la Bwana linaondoa kasoro. Neno la Bwana linaondoa madoa. Neno la Bwana linaondoa madoa. Neno la Bwana linaondoa kilicho kibaya. Itakuondoa
likaondolewe kwa jina la Yesu. Likaondoe kasoro kazini kwako. Likaondoe kasoro ofisini kwako. Likaondoe kasoro kwenye biashara yako. Likaondoe kasoro kwenye ndoa yako. Likaondoe kasoro kwenye ufahamu wako. Likutakase kwa jina la Yesu. Likutakase kwa jina la Yesu. Maneno haya Bwana kutakasa kwa jina la Yesu. Kwa sababu usipotakasika kuna baadhi ya vitu havitaenda. Ufahamu wako unaweza kuwa umeingiliwa na wadudu sababu na waza mabaya. Moyo wako unaweza kuwa umechafuliwa. Maandiko yanasema linda sana moyo wako, maana huko zinatoka chemichemi za uzima. Kama zinatoka chemichemi za uzima, neno la Bwana linapokaa huko ndani linatengeneza uzima, linatengeneza utakaso. Ilikuwa mwizi au mwizi, ilikuwa mwongo au mwongo, ilikuwa tapeli au sikuwa tapeli. Neema hiyo iwe juu yako. Neema hiyo iwe ndani mwako. Neema hiyo iwe ndani mwako. Neema hiyo iwe ndani mwako. Neema hiyo iwe ndani mwako kwa jina la Yesu. Hatujaja hapa ili kuwa washirika wa dhehebu ya Pasia. Hatujaja hapa ili kuwa washirika wa mchungaji. Tutashe kepa. Kwa maana Yesu anasema kila pai ndani yangu ya Pasaka, sio ndani ya mchungaji, sio ndani ya kanisa, sio ndani ya mzee wa kanisa, ndani ya Kristo, ndani ya Kristo. Nisakata tutakasha. Hakikisha unabeba sike. Odasekeria. Unahama uliko. Unaishi ndani ya Kristo. Unahama uliko. Unaishi ndani ya mawazo ya Kristo. Unahama uliko. Unaishi ndani ya mpango wako wake. Yeye anatakasa. Wanapokusikizisha neno la kwake. Hajalishi kuna ubaya walikufika, unavuka wenyewe. Hajalishi kuna maovu walikuunganisha nayo, yanaondoka wenyewe. Hajalishi kuna kamba mauti walikuunganisha nayo, inakatika wenyewe. Inakatika wenyewe. Inakatika wenyewe. Inakatika wenyewe. Hajalishi walikupaka, hajalishi walikupaka mawe, yanaondoka wenyewe. Yanaondoka wenyewe. Usikilize kwa makini. Sasa mahali pengine wasema lakini kazi mpaka Yesu zenu mavi. Mavi ya sadaka zenu mpena kata ekosie Pasaka. Unapolisikia neno la Bwana pakoya. Hajalishi uso wako ulikuwa una kibali, hajalishi ulikuwa kubalika, hajalishi ulikuwa uhai. Wanangu nakwenda kung'aa. Ipo neema ya Bwana. Yeye aliyakuokoa, yeye aliyakuweka, yeye aliyakuokoa, yeye aliyakuokoa. Sana unajibu ya kwako, unacho kibali cha kwako, sana uzima wa kwako, sana uzima wa kwako. Pokea neema mpya, pokea nuru mpya, pokea nuru mpya, pokea kibali kipya, pokea fahamu mpya, pokea fahamu mpya, pokea nuru mpya kwa jina la Yesu. Haki lazima ionekane, haki lazima itembee, kweli lazima itembee. Usijivune tu ili mtoto wa madhabahu ya haki na kweli. Kedoshe krepa, gari kosea, gari kosea, gari kosea. Maandiko yanasema alivyo baba, ndivyo na watoto watakavyokuwa. Kama alivyo baba, ndivyo na watoto watakavyokuwa. Kama ilivyo madhabahu inataka haki, hakikisha unasimamia haki, hakikisha unasimamia kweli. Uwezi kuwa hilo jana, uwezi kuwa hilo neno la Bwana, uwezi kuwa sauti ya Bwana. Kama ndani yako hakuna kweli, kama ndani yako hakuna haki, asiria. Bwana kuzaa upya, Bwana kuzaa upya, Bwana kuzaa upya. Biashara Bwana. Bwana kuzaa, Bwana kuzaa, Bwana kuzaa, Bwana kuzaa. Mafungu ya neno lake isiyoharibika, mafungu ya neno lake isiyoonda, mafungu ya neno lake inaondoa milaa. Bwana kuzaa, aisha nafsi yako, aisha maisha yako, aisha viungo vyako,
Nakuzaa kwa jina la Yesu. Nakuzaa kwa jina la Yesu. Nakuzaa kwa jina la Yesu. Yeye anasema atakuwa wako. Unakuwa kiumbe kipya. Akufanye kwa kiumbe kipya. Akufanye kwa kiumbe kipya. Ninasema wa kiumbe kipya. Ninasema wa kiumbe kipya. Kiumbe kisichorogeka. Kiumbe kisichorakasema. Kiumbe kinachosingiziwa. Kiumbe kinachosingiziwa mabaya. Kiumbe kisichotenda ubaya. Kiumbe kisichowasha mabaya. Kinawaza mema. Katikati ya wabaya. Kinawaza mema. Katikati ya wabaya. Kinawaza ushindi. Katikati ya ushindi. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Yes. Yes, imani krako saka. Krako sika. Wasarani yakatala. Kedasha kema. Misiyoso tetesha. Misiyoso yasiyotoka kwa Bwana. Yakatawala nafasi yako. Misiyoso naaza. Yakatawala ufahamu wako. Misiyoso asala. Yakatawala biashara yako. Misiyoso umasikini. Yakatawala mawazo yako. Ana yeye aliyemwaza. Yupo kwa ajili yako. Ana yeye aliyemwaza. Yupo kwa ajili ya ndoa yako. Ana yeye aliyemwaza. Yupo kwa ajili ya kazi yako. Ana yeye aliyemwaza. Yupo kwa ajili ya ofisi yako. Anakwenda kuanza mwanzo mpya. Mwanzo mpya ufunguke ndani yako. Mwanzo mpya ufunguke kwenye maisha yako. Mwanzo mpya ufunguke. Ninasema mwanzo mpya ufunguke. Ninasema ufunguke. Ninasema ufunguke. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Jesus. 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 Mungu anakuletea maneno haya. Yes. Kama hadithi wala story. Yes. Anakuletea maneno haya. Jesus. Ni kweli. Jesus. Ni kweli. Yes. 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 Jesus. Yes. Jesus. Wewe ni tawi linalosa. Wewe ni tawi linalosa. Wewe tawi linalosa. Wewe tawi linalosa. Tunabeba. Wewe tawi linalosa. Tunabeba. Ukianeba usahai. Ukianeba baraka. Ukianeba usahai. Ukianeba usahai. Ukianeba usahai. Ungalike na Bwana. Ungalike na Bwana. Ungalike na Bwana. Wewe tawi la Bwana amefungua njia. I say. Hakuna kuzimu itakao kuzuia. Jesus. Yasema. Jesus. Hakuna ushawi. Jesus. Hakuna uganga. Jesus. Yes. Jesus. Jesus.
Asisha kama rakasa kosha maka rakasa kosha ya rakasa maka saka ya saka saka asili inaleta mauti inaifuta kuanzia sasa. Hoya saka na kusaa rausa Klapa Jesus. Klapa Jesus. Klapa Jesus. Usi wako tangu sasa. Usi wako. Usi wako. Usi wako. Sio wako. Kaya, rudi kusimu. Rudi sitaki kelele zako. Nenda. Kaya. Ni mwisho wa hatua zenu, ni mwisho wa sehemu ya maisha yake. Kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kila utaratibu uliomwekea kuzimu ninauvunja kwa jina la Yesu, ninauvunja kwa jina la Yesu. Vunjika na kuvusha, na kuvusha, na kuvusha mipaka yao, na kuvusha kwenye mipaka yao, na kuvusha, na kuvusha, na kuvusha, na kuvusha kila mipaka mliowekea, kila mipaka, 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 mipaka mliowekea. Hey, yes, mipaka achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina lake, achia nafsi yake, achia wafahamu wake, achia wafahamu wake, achia njia yake, toka mbele yake. Nasema toka mbele yake, toka mbele yake na kufungulia njia kwa moto lao. Ninachoma wakuu waliokaa mbele yako na waliokaa hai walimuunganisha na kuzimu. Kedasha, kedasha, kedasha. Leo hataratibu wa kuzimu tunauharibu, ninauharibu kwa jina la Yesu. Natangaza mwisho wa utawala wa kuzimu, natangaza mwisho wa utawala wa giza, natangaza mwisho wa madhabahu ya giza, natangaza mwisho wa roho za giza kukutumia, hazitakutumia tena kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Funguka, uwe huru. Njia yako imefunguka, njia yako imefunguka, njia yako imefunguka, njia ya kufanikiwa, njia ya kufanikiwa, njia ya kuwa na mume wa kwako wa mwilini, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nenda usirudi tena, nenda usirudi tena, nenda usirudi tena, usirudi tena, usirudi tena, usirudi tena. Ninaichoma hiyo madhabahu iwe machifu, inapeperusha kila walichopanga ndani mwako na uzao wako, havitakuwepo tena katika jina la Yesu. Amen. Pigia Bwana makofi. Kila nguvu iliyoingia kwako kama hewa naifuta kuanzia sasa, naiondoa, naitupa nje kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mtumishi, huwezi ukakaa huko ndani ukavumilia, huwezi ukavumilia huko ndani, lazima utajikuta kwa shetani. Kama hauna mwito wa Mungu, utajikuta kwa shetani, utajikuta kwa shetani. Na kama utakaa huko ndani hauna shida na Mungu, utajikuta kwa shetani. Kwa nini hauna shida na Mungu? Ulikuwa kuna kitu unakitaka. Na kama hapa ndani kuna kitu unakitaka cha kimwili, huwezi kukipata. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hapa ukiingia hapa umeamua kuwa mtumishi wa Mungu ili Mungu akutumie. Na kama unahitaji Mungu akutumie, unataka kuwa mshirika wa dhehebu, haina shida. Haina shida, kwa sababu washirika wa dhehebu wanatarajia kufa ili siku wakifa watu waimbe wengi sana.
na wachungaji waende wakasome ibada, na ibada ile haiwaki kwa ajili ya waliokufa, inakuwa kwa ajili ya walio hai. Bwana Yesu asifiwe. Natumai unaposema mimi ndimi mzabibu, ninyi ni matawi, asema kila tawi ndani yangu lizaa lisafisha. Sasa lazima uhakikishe unafanya kitu kwa Mungu. Unafanya kitu kwa Mungu. Usipofanya kitu kwa Mungu, kuna mambo hawezi kufunguka. Nguvu ya kufungua vitu ipo kwenye utendaji. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Biblia inasema basi iweni watendaji wa neno. Kwenye waraka wa Yakobo sura ya 4 kuanzia mstari wa 7. Sasa basi iweni watendaji wa neno wala si wasikiaji, hali mkidanganya nafsi zenu. Kuna watu wamezidanganya nafsi zao. Kwa nini? Wanasikia, hawako tayari kufanya. Unapokuwa hauko tayari kufanya, unajidanganya kuwa umeokoka ila hujaokoka. Utaishi maisha ambao hawajaokoka. Utakuwa na tabia za ambao hawajaokoka. Utakuwa mwoga kama ambao hawajaokoka. Aliyeokoka na muogopa Mungu peke yake, wengine na waishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utaanza kuviogopa vitu. Utaanza kuogopa mambo utakayokabiliana nayo. Kana kwamba ni nafasi yako. Sio nafasi yako, ni ya Mungu. Na ndio maana unapookoka anasema usiwaze utakula nini wala utafanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kilichopo wewe kitumie kwa utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiona siku hiyo umevaa nguo imechanika, mwambie Mungu unatengeneza historia mpya kwa hii nguo, au sababu ni nini? Unatengeneza ukurasa mpya kwa hii nguo, au unataka kutengeneza historia? Wao wanasema yule aliyewahi kuja na kanguo kamechanika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila linalotokea kwa mtu lina sababu. Ndio maana lazima uhakikishe nafasi yako inakuwa na nguvu kuliko nafasi nyingine ya chochote. Aliyepewa kutawala ni mwanadamu chini ya jua. Ndio maana sasa tufanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu, akatawale. Neno akatawale, sio akatawaliwe. Ukiona kuna vitu vinakutawala, vinakuendesha, maana yake wewe umetawaliwa. Wewe ni mtumwa. Mtumwa anatawaliwa. Sasa hakikisha uishi kwenye nafasi ya watumwa. Kwenye Maombolezo zile sura 5 anasema watumwa wanatutawala. Sasa lazima uhakikishe watumwa wakutawala. Ukiona na biashara, huyo ni mtumwa wako. Ukiona na ofisi, hiyo ni mtumwa wako. Bwana Yesu asifiwe. Yupo kwa ajili ya kukamilisha mahitaji yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ukiona na boss, huyo ni mtumwa wako. Inawezekana hauelewi. Unaanza kusema na kuwezaje kuwa mtumwa wangu? Maandiko yanasema ukitaka kuwa mkubwa lazima uwe mtumwa wa wote. Na ndio maana bosi anawaza mishahara ya wote. Anawaza vitu ambavyo vifaa utakavyofanyia kazi. Na yeye ni mtumwa. Ni mtumwa. Na ndio maana anawaza kwa ajili yenu. Mtapata hii mishahara yenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tamani sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapotaka kuishi ndani ya Kristo, hakikisha